Karibu mtazamaji wa Bongo Headlines, nipo na William Simba kwa ajili ya kuzungumzia haya ambayo yamejili kwa siku ya leo. Selemani Mwalimu amekuwa ni kovu lisilofutika kwa wekundu wa Msimbazi, maana hii leo ametambulishwa na Young Africans. Angalikuwa jana amefanya mazoezi na Simba kule Zanzibar. Asubuhi ya leo yupo Dar es Salaam na Young Africans. Uko vizuri William? Bwana, siko vizuri. Wanasema kila siku afadhali ya jana, lakini leo hii ndio balaa lenyewe. Kila siku naona afadhali ya jana, lakini leo imefika, nasema leo ndio balaa lenyewe. Kwa mimi kwa upande wangu siko vizuri sana, kwa sababu inaonyesha moja kwa moja kwamba watu wametupokonya, naweza nikasema tonge mdomoni. Lakini kuna vitu ambavyo viwili au vitatu ambavyo vya kufikirisha sana, hasa kwa viongozi wetu, naweza nikasema, kwa sababu mchezaji mpaka amefika. Kwanza kwenye tamasha la Simba Day tuliaminishwa kwamba Mwalimu hana shida yoyote na atakuja, yuko njiani, na ni kweli amerejea mpaka akaenda kuungana na kikosi, na kwa maelezo ya watu wa karibu wanasema mpaka jana alikuwepo na kikosi na amefanya mazoezi. Lakini leo hii kunapopambazuka tunasikia amesaini kwa wapinzani wetu ambao ni Young Africans. Ametuacha wakati wa usingizi, yani ametuacha wakati tunasinzia. Kunapopambazuka tu tunasikia Selemani Mwalimu ni mwananchi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vya kufikirisha sana, hasa kwa uongozi wetu, kwa sababu ingekuwa swala la ametoka hajafika hata kambini, kidogo tungeamini kwamba pengine ni nguvu ambayo imeweza kutumika, lakini amefika kambini, amejoin na wachezaji wenzie, alafu baadaye tunakuja kusikia. Kwa hiyo ni kitu ambacho cha kufikirisha. Mimi kwa upande wangu nimeumia sana. Kwanza ukiangalia nafasi ya Utanzania, pili tunaangalia kwenye ushambuliaji pale mbele kwenye eneo ambalo alitakiwa Dumbia apate namba 9 mwingine ambaye kidogo watakuwa wana share, au ambaye kidogo atammegea uzoefu, sababu kumwangalia Dumbia ameingia kwenye ligi yetu akiwa ni mgeni, bado kuna namba 9 mwenzake ambaye alitakiwa akutane naye, ambaye kidogo angemuibia vile uzoefu kwamba bwana, Tanzania tunacheza hivi na kuna 1 2 3. Leo hii saa ile nafasi ya Utanzania tena Mwalimu ameondoka, ameenda kwa Young Africans. Kwa hiyo ni kitu ambacho cha kufikirisha sana na kinanipa maswali mengi sana, hasa kwa uongozi wetu. Huu ni uongozi wa namna gani mpaka mchezaji anaondokea kambini? Yani inatufikirisha sana, kuonesha kwamba viongozi wetu wao wako kwa ajili ya uchu wa madaraka, lakini hawako kwa ajili ya kuipambania klabu ya Simba Sport Club. Huku viongozi walikofikia wameenda kutugusa moja kwa moja mashabiki, kwa sababu ndio sehemu ya furaha yetu. Unajua, kwenye swala zima la usajili hasa wa wachezaji, sisi kama mashabiki ndio sehemu yetu kabisa. Bora viongozi watudanganye katika engo nyingine, katika eneo lingine. Si unaangalia hata ndugu zetu hapa upande wa pili hawa wamedanganywa sana kuhusiana na uwanja. Tangu mwaka 2005 vifusi tu pale Jangwani vinapelekwaga, na mpaka juzi wakaonesha kwamba kweli wanaenda kujenga uwanja wako serious. Lakini mpaka leo swala la uwanja haliongeleki tena. Ni kwa sababu gani? Kwenye swala la usajili wanasajili vizuri. Hakuna shabiki wa Yanga ambaye anaweza kuupiga uongozi au kumsema vibaya Engineer El Said, kutokana na sehemu yao ambayo mashabiki wanahitaji furaha, ndio sehemu ambayo wanawekewa vizuri. Yanga ukiangalia sajili ambazo wamezifanya karibia wachezaji 8, unaweza ukasema Yanga ndio imeanzishwa mwaka huu kwamba wanafanya usajili huu, lakini wanaenda kuweka maboresho na kwenda kuongeza. Mashabiki wengi hawapigi kelele kwa sababu hilo ndio eneo lao. Ukiangalia wachezaji ambao wamekuja na sajili ambazo wanazifanya mpaka sasa hivi, tunaweza tukasema kwamba kwenye namna ya usajili na hivi ambavyo wametuibia mwalimu wametupiga bao kwa namna fulani, na mashabiki wao lazima wao wana furaha, kwa sababu hii ndio lengo muhimu sana ya mashabiki ambao inasababisha mashabiki wao na furaha. Kwa ile ambayo limetokea, viongozi wetu tunasema wametukosea mno, yani wametukosea mno. Hatujui ni kwa nini Mwalimu ameondokea kambini. Pengine mimi angeondokea akiwa huko amekuja labda pengine airport au huko moja kwa moja akaenda kuangalia, lakini ameungana na wachezaji alafu ameenda kuondokea kambini. Inaonyesha moja kwa moja kwenye Simba Sport Club kuna vitu vingi sana ambavyo viko nyuma ya pazia mpaka mchezaji anaamua kuondoka timu ikiwa kambini. Lakini ni kuelekea kwenye mchezo wa ngao ya jamii ambao ni siku ya kesho, na mchezaji ametoka kambini anaenda kwa wapinzani. Hii inakupa taswira gani pia William? Hii inakuwa ni kitu kibaya sana, kwa sababu moja kwa moja inaonyesha kwamba ni kama alitumwa spy vile kuja kusoma mbinu za kivita, kwa sababu mpaka alikuwa nao kambini, alikuwa nao kwenye mazoezi. Inaonyesha moja kwa moja amekuja kusoma mbinu za kivita, baadaye ameenda kuondoka na kwenda kule. Kwa hiyo kwa upande fulani hii inatunyongonyesha, lakini kwa sababu tuna mechi kubwa mbele, nadhani tu focus tu na kilichopo mbele yetu. Baadaye tutakuja tuwaulize viongozi wetu ni nini ambacho kimeweza kusababisha hivi. Lakini mpaka sasa hivi tunaweza tukasema Yanga wanaongoza goli moja. Yanga wanaongoza goli moja. Kwa ile ambayo limetokea mchezaji anaondokea kambini,
unasema tu Yanga mpaka sasa hivi wanaongoza goli moja. Maana yake sasa hivi story kubwa baada ya watu kwenda kwenye mazoezi, watu tutakuwa tunanyongonyea kwanza, hata mashabiki kwa namna moja ama nyingine. Kesho ilikuwa tujiandae na safari ya kwenda Zanzibar. Kuna mashabiki wasiokuwa na mioyo migumu, wataenda watanyongonyea, hata safari ya Zanzibar pengine inaweza ikawa chungu sana. Ila Yanga inatakiwa tuwafuatilie, tuwachunguze. Kwa nini wafuatilie? Kwa huu mafia ambao umefanyika. Yanga ni mamafia kweli. Inabidi tuwafuatilie na tuwaulize kwamba imekuwaje kuaje hivi. Kwa hicho ambacho wamekifanya, naweza nikasema nimewapa respect. Nimewapa respect kwa hicho ambacho wamekifanya. Mchezaji anakuja. Yaani mimi kinachoniuma, mchezaji amekuja, baada ya kuja ameenda kabisa kambini, ameungana na wachezaji wenzake, alafu baadaye pengine mbinu wanazo za dabi. Mbinu za dabi, ameenda ameiba kila kitu. Ametoka huko, ameenda huko. Hii unasema kesi kubwa, mahakama ndogo. Yaani kesi ya waini unaihukumu kwenye mahakama ya mwanzo. Ndio kitu ambacho wamekifanya Young Africans. Lakini kwa upande wako kilio kinaenda kwa viongozi. Kwa nini uongozi? Unajua mpaka mchezaji kwanza anafika. Kwanza walituaminisha kwenye Simba Day, tukasema sawa. Walituaminisha na msemaji wetu pia aliongea kwamba kuna vita ambayo ilikuwa ni kubwa sana, walimuongezea fedha nyingi ili kusudi aweze kuja kusaini kwenye Yanga, lakini imeshindikana kutokana na namna ambavyo viongozi walilipambania hilo dili. Kama viongozi walishamalizana na mwalimu, kwa nini mwalimu aende akasinye Yanga? Ndio moja kwa moja unaona lawama zote na zitupa kwa uongozi. Kama kweli wangemalizana naye, kwa hiyo ndio moja kwa moja unaona kwenye Simba Sport Club kwenye swala la uongozi kuna shida nyingi sana ambayo ipo. Ili la leo limetupa funzo kuonesha kwamba kule kwenye upande wa uongozi hakuko sawa. Viongozi wametumanishia na msemaji wetu mpaka wakasema macho kwenye screen. Tulimuona mwalimu anasema yuko njiani anakuja Simba Sport Club. Kama viongozi walimalizana naye na wakesaini mkataba naye, asingeweza kwenda kusaini Young Africans. Lakini moja kwa moja unaona uongozi wetu sisi unatuongopea sana vitu vingi, pengine hivyo. Hii ni kwa sababu tumeijua. Kuna vile ambavyo tusivyovijua vingine viko vingi sana nyuma pazia. Ndio maana moja kwa moja lawama nazipeleka kwa uongozi. Mchezaji kama angefika wangemsainisha mkataba, pengine walifika wakaendelea ile busara itumike, ya mwalimu cheza nini. Mchezaji ukiachana na haya mambo yetu ya Simba na Yanga, maisha ya mchezaji yoyote wa mpira ni fedha. Ndio maana umeona Fela Sufi sasa hivi kila siku dau linapanda tu. Leo nasikia bilioni kadhaa, kesho bilioni kadhaa. Maisha ya wachezaji yanategemea sana fedha. Huko alikoenda pengine watu wamemuita, bwana njoo tukae mezani tusaini. Simba walikuwa wanatumia busara kama ambavyo bodi ya wadhamini inavyokaa madarakani kwa kutumia busara. Haikai kwa mujibu wa katiba inavyotaka, lakini wanatumia busara. Pengine hata mwalimu waliona labda dabi ichezeke, watu watumie busara, baadaye ndio waje wafikirie kuhusiana na mkataba. Lakini sio kiangalia busara pengine ndio inaitesa Simba. Busara ndio inaitesa Simba. Hata ila mwalimu kama angesaini, mimi siamini kama mwalimu angeenda Yanga. Kwa hiyo ilikuwa ni busara pia itumike. Mchezaji amekuja, anatakiwa aje ufike naye mezani. Bwana kuna 1 2 3 kipengele chetu hichi, mshahara hivi, sign fee hii hapa. Watu wakasubiri busara. Naye akaamua atumie busara pia kwenda kusaini kwa Young Africans. Sawa, tuzungumzie na swala hili pengine limechukua taswira kwenye eneo la wekundu wa Msimbazi. Jairut ameonekana kuanzisha kampeni ya X Factor Challenge. Unanunua jezi kwa shilingi 50,000, lakini hiyo ni mahususi kwa ajili ya kumleta mchezaji X Factor kabla ya hizi siku kadhaa hazijatamatika dirisha la usajili kufungwa. Lakini mpaka hivi sasa kampeni yake tuseme ni kama haina nguvu, kwa maana hata 10% ya kile ambacho alitarajia kukipata bado akijatimia. Na klabu ya wekundu wa Msimbazi hatujaiona ikibariki hiki Jairut ambacho anakifanya. Hii inaleta taswira gani William? Ndio maana kama nilivyokuambia mwanzo kwenye swala la Simba, kwenye swala zima la uongozi kuna madudu yako mengi sana. Jairut ni mpambanaji sana ambaye kwanza ni shabiki wa Simba Sport Club, alafu ni mtu ambaye anaonekana anapambana sana na timu ya Simba Sport Club kwa sababu anafanya kitu kutokana na mapenzi yake. Kwa hicho ambacho amekifanya, ingekuwa kwa upande wa Yanga, mimi nakuhakikishia mpaka sasa hivi swali lilikuwa lishaisha. Kama ingekuwa kwa upande wa Yanga. Kwa hiyo unaonyesha moja kwa moja viongozi wa Simba wana vitu vingi sana. Uchu wa madaraka ndo unaowaponza viongozi wa Simba. Peji ya Simba haijapost hiki anachokifanya Jairut. Kilikuwa ni kitu kizuri sana kwa sababu hata mashabiki pia tulikuwa tuna mapokeo makubwa sana. Mimi mwenyewe nilikuwa nikitoka hapa naenda kuchukua jezi yangu. Japokuwa nishachukua jezi zangu 3 za msimu. Jezi zangu zote 3, lakini kupitia hiyo challenge ya Jairut nilikuwa naenda kuongeza jezi nyingine kwa ajili mahususi ya kuchangia huyo mchezaji ambaye atakaye kuja mwenye sifa za X Factor. Lakini moja kwa moja unaonesha uongozi wa Simba
Peji sijui alikimbia nao Mangungu, sijui anayo magoli, unaona moja kwa moja hawajabariki. Lakini swala kama hili haya pia kupuuzia haya mambo mengine ambayo ni mazuri pia ndio kimewaponza hata kwa mwalimu. Nadhani alipokuja mwalimu pia walipuuzia, ndio baadaye anakuja kushtukia kwamba maji yako shingoni. Kwa hili viongozi wa Simba pia wanatukosea, na pia kitu kingine viongozi wa Simba uchu wa madaraka hawaangalii sisi mashabiki ambao tunaumia. Uchu wa madaraka ndio unawaponza. Kila mtu anataka aonekane yeye ni nani kwenye Simba Sport Club, kila mtu anataka aonekane yeye ni nani kwa tajiri Mo Dewji. Ndio hicho kitu ambacho kinawaponza, lakini kwa sababu hii wametuonesha picha hii mapema, tutaenda nao sawa tu msimu huu. Yani maji na mafuta yatakuja kujitenga, tutaenda nao sawa, kwa sababu sisi tunakumbuka huu ni msimu wa 4 ambao kwanza hata kwenye kombe hatujachukua, lakini bado kuna vitu vingi sana. Lakini msimu huu nadhani ndio kila kitu ambacho kitaenda kujulikana. Mashabiki wa Simba tunasema kwamba tumechoka hasa kwenye swala la kufumbia macho kwenye swala zima la uongozi. William, kwa mambo haya ambayo yanaendelea, alafu dabi hii hapo bado masaa machache tu tushuhudie dabi ya Kariakoo, mechi ya ufunguzi wa ligi ya ngao ya jamii, Simba na Yanga New Amani Complex Zanzibar. Kwa upande wako hii inaleta taswira gani kwenye mchezo huo? Una matumaini kwamba mnaenda kumfunga Young Africans? Hili kwanza kwa sababu limetokea kwa namna moja ama nyingine linatutoa kwenye mchezo, lakini kitu kikubwa sisi ni kufocus na kitu kilichopo mbele yetu. Nadhani kocha unajua siku zote mpira unachezwa kwenye ubongo, kwa maana kwamba miguu ni vitendea kazi tu. Kwa hiyo kwenye eneo la psychology najua tuna watu imara na watu wataalamu pia. Kwa hiyo watawaweka sawa wachezaji wetu wawe fit psychology, nadhani na kwenda kuiangalia mechi iliyopo mbele yetu. Baada ya mechi nadhani ndio tutakuja tuyapambanie haya ambayo pengine yameenda kutokea. Kwa hiyo nadhani baada ya mechi ile pia italeta taswira nyingine, ni kwa namna gani viongozi wetu au siku ile baada ya mechi tunataka kujua kwamba nini kilichopo mbele yetu. Kwa hiyo yale matokeo pia yatatupa taswira namna gani vitu vinaenda kuwa, hasa kwenye swala zima la uongozi, na isije katokea tukafungwa. Na kama tukifungwa basi siku hiyo nadhani ile bodi yote ile ndio siku hiyo itakuwa imefikia hatamu yake. Pengine tuweze kushinda, tutaendelea kuishi kwa busara. Lakini kama tukifungwa watu wengi sana, nadhani siku hiyo tutaenda kuupiga uongozi, na siku hiyo ndo viongozi kule hasa kwenye bodi kutaanguka kama mnara wa Babeli ulivyoangushwa. Kwa nini unasema bodi? Kwa sababu sasa hivi inaonekana busara nyingi sana zinatumika. Busara. Kwa sababu sisi sasa hivi tunaishi kwa misingi ya katiba. Hata fikiria nchi hii rais wetu mpendwa alivyoanguka. Kama tusingekuwa na katiba, si hata mimi ningefaa kuwa rais. Lakini tunaishi kwa misingi ya katiba. Katiba imeshakuja Simba Sport Club pale, na wakati wa kwanza kuitumia ni wakati huu. Kwa hiyo sasa kama hivyo vitu ambavyo vinaenda kwa busara hivyo, nadhani sisi tarehe 12 siku ya kesho itakuwa ndo mwisho wa busara, kama yale matokeo ya dabi ya Kariakoo yatakuwa tofauti. Wewe ni muumini sana wa katiba kwa jinsi ambavyo unaongea. Pengine yale Murtaza Ali Mangungu aliyoyazungumza kwako yalikuingia sana William? Kwanza achana hata na Murtaza Mangungu, yale ambayo aliyazungumza. Tunatakiwa tu tuishi kwa misingi ya katiba. Mwanzo tulikuwa tunaishi kutokana na katiba ikuja, lakini waziri wa michezo Paul Makonda alikuja akatuunganisha kwa pamoja na akamwambia tembeeni na hii katiba, na katiba ambayo inaleta mafanikio chanya kwa upande zote mbili, kwa upande wa wadhamini pia kwa upande hata sisi mashabiki kujua sehemu yetu. Mpaka sasa hivi Mangungu anaonekana ndo mtu mwenye klabu yake. Yani sasa hivi Mangungu, wale wengine wote hawatambuliki. Anayetambulika kwa mjibu wa katiba ni Mangungu, lakini Mangungu huyo ambaye anatambulika na mwenye hisa kubwa ya 51% anakuwa hana nguvu yoyote, kwa sababu wale machawa wengi wamegemea kwa upande wa mwekezaji. Kwa hiyo nadhani baada ya mechi ya kesho ndio itatoa taswira, ndio itaamua wana Simba nini tufanye. Tuanzie maandamano Zanzibar au tuvuke tuje tuandamane kupitia hapa? Si maandamano Zanzibari au tuvuke tuje tuanzie maandamano hapa bandarini, lakini ni maandamano ya amani. Lakini zoezi la uchimbaji wa dawa unaliona litakuwepo kweli? Kama tutashinda, lakini kama ikitokea hii itabidi tuwakaribishe nao waje kuchimba dawa kwetu. Kwa sababu mpaka sasa hivi kwa kitu ambacho tumekifanya kwa mwalimu Yanga anaongoza goli moja ambalo ametufunga. Yani mpaka sasa hivi Yanga anaongoza goli moja kwa hicho ambacho kimetokea. Kwenye mechi mmeshafungwa. Inaingia kwenye mechi hii moja kwa moja tumeshafungwa. Yanga anaongoza goli moja la mwalimu. Mpaka tusawazishe. Kwa hiyo nataka tusawazishe alafu tupate goli moja la ushindi. Sasa zoezi la kuchimba dawa tutaona tarehe 12 kama litakuwa endelevu au ndio litakuwa limetia hatamu. Nikushukuru sana wewe. Asante sana.